Alhamis ya Julai 4, mawaziri wa wizara mbalimbali za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar wakiongozwa na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais Mohamed Aboud walifanya ziara ya kikazi katika eneo la Kibele, mkoa wa Kusini Unguja. Ziara hiyo ilikuwa na lengo la kutembelea miradi ya maendeleo iliyoahidiwa na kutekelezwa chini ya serikali ya Rais Dr. Ali Mohamed Shein. Mawaziri hao walitembelea na kukagua vifaa mbalimbali vya ujenzi wa barabara katika eneo hilo. Vifaa hivyo ambavyo vitasaidia kuleta maendeleo kwa wananchi wa visiwa vya Pemba na Unguja ni vya kisasa na vyenye uimara utakaowezesha kudumu kwa muda mrefu. Tunazo mashine mpya hizi hapa. Hizi kazi yake ni kushindilia barabara. Bila ya barabara kwamba iko imeshindiliwa vizuri, inaweza kuwa matatizo. Baada ya muda mdogo ndio utaona kwamba inafanya mawimbi inachimbika na hali nyingine. Ushindiliaji nao vile vile una viwango vyake kwa mujibu wa ile barabara ambavyo imetengenezwa kwa kiwango gani. Kwa hivyo tunazo zana zetu hizi tatu, tunazo na nyingine ambazo zinafanya kazi, lakini hizi zitakuongezea ule ufanisi wa kufanya kazi na vile vile kuwa na uwezo wa kufanya kazi maeneo mbalimbali kwa wakati mmoja, kuliko hivi sasa tunavyokwenda kwamba mpaka umalize sehemu fulani, wengine wanakuwa wanasubiri. Lakini ujio wa zana hizi tutakuwa na uwezo wa kufanya kazi sehemu mbalimbali kwa wakati mmoja. Wafanyakazi wa kuendesha hivi vyombo tunao na wanauelewa mzuri sana wa kuviendesha, ni wazoefu. Na mfano mzuri waheshimiwa ni kwamba hivi vyombo vilivyofika bandarini tumevipokea wenyewe na tumevileta mpaka hapa sisi wenyewe. Kwa hivyo wafanyakazi tunao, lakini ni kweli kwamba vyombo hivi ni digital tofauti na vile vya zamani. Na katika mkataba wa manunuzi tunakubaliana na supplier kwamba alete wakufunzi ili wapate orientation course hawa ambao wanavitumia. Na hivi tunavyozungumza mheshimiwa, wanafunzi hao wapo hapa na mwalimu wao na wameanza jana darasani na leo wanaendelea kufanya practical. Na wanafunzi hao ni kutoka Unguja na Pemba. Mpaka walikuwa Pemba tumewaleta hapa, ni wafanyakazi wetu wa UB wafanye kazi hiyo. Swala la pili waheshimiwa ni kwamba idara hii inafanywa mageuzi na tayari tumeshaandaa waraka wa kupeleka serikalini kuifanyia reform ili iwe ni wakala wa barabara baada ya idara. Sasa masuala ya maslahi yamo kwenye mageuzi hayo na tayari ili swala linakwenda kwenye kikao cha makatibu wakuu ndani ya mwezi huu wa 7 ili baadaye liletwe serikali kuu na baadaye tupitishe sheria rasmi ya kuanzishwa wakala wa ujenzi wa barabara hapa Zanzibar. Waheshimiwa,
Kwa muktasari ni kwamba sasa hivi Unguja na Pemba mtandao kama wa kilomita 1400 za lami na kifusi. Kati ya wastani huo zaidi ya nusu, 55% tayari zina lami, lakini haina maana kwamba hazitaki kutunzwa na kufanywa maintenance. Halafu ziko mijini na vijijini. Sasa uwezo wa idara upo, lakini sio kwa barabara zote kwa wakati mmoja, ukiachia mbali miradi mikubwa ya ujenzi wa barabara mpya. Na lengo la serikali ni kwamba hizi kazi ndogo ndogo zote za maintenance zifanywe na UB. Kipindi kilichopita palikuwa pana ulinzi hapa wa JKU, lakini katikati wakaondoka, na sasa hivi kwa karibu wiki nzima wapo askari wa JKU na silaha za moto, na tungeomba wananchi waliepuke eneo hili. Waheshimiwa, mbele yenu hapa kuna chombo kinaitwa bulldozer. Chombo hichi yake ni kusafisha eneo kwenye mawe, lakini vile vile kazi yake nyingine ni kuchimba kifusi, na hiyo hasa ndiyo kazi yake kubwa, kuchimba kifusi katika maeneo ya mawe kwa ajili ya ujenzi wa barabara zetu. Bulldozer nadhani kuna historia, watu wa siasa huwa wanasema huyu kazi yake kutengeneza njia, lakini kupita njiani ye haruhusiwi. Kwa hivyo yeye kazi kusafishia watu tu, kuwatengenezea barabara zao. Katika mradi hizi ziko 3 hivi sasa, imewasili 1 na 2 ziko njiani zinakuja. Kwa hivyo hii kazi yake kubwa ndiyo hiyo, waheshimiwa. Waheshimiwa, hivi tunavyoviona hapa vimechongoka ni tunaita vyombo ni excavator. Excavator ni chombo muhimu sana na kina kazi nyingi sana. Excavator kazi yake kwanza, kama tunavyojua barabara zinakuwa zina mitaro, kwa hivyo kazi yake kuchimba mitaro, lakini vile vile ikishakupita bulldozer eneo la kuanza kuchimba kifusi, kwa sababu mara nyingi ardhi ngumu inakuwa iko juu, chini kunakuwa kuko laini. Kwa hivyo excavator ina uwezo wa kuchimba kifusi, lakini vile ina uwezo wa kupakia. Kwa hivyo hii ni multi purpose, na inaweza ikakaa sehemu na ikazunguka maeneo mbalimbali. Excavator mbali kwenye mambo ya barabara, lakini hata kwenye mambo ya misitu, excavator unaweza ukafunga chombo chengine ambacho unaweza ukachukulia magogo na mambo mengine. Kwa kweli chombo hichi kina kazi nyingi ambazo zinaweza kufanya. Waheshimiwa, hivi tunaita kwa jina la kitaalamu ni wheel loader, lakini jina la hivi tunaita kwamba ni kijiko. Hii kazi yake ni kuchota na kupakia kwenye magari yetu kwa ajili ya kuzipeleka kwenye barabara na kumwaga barabarani. Baada ya bulldozer, tunasema kwamba kazi yake ni kusafisha tu na kuchimba kifusi. Yule anachimba kifusi na anakikusanya. Hii wheel loader kazi yake ni kuchota kile ambacho kiko loose na baadaye kukipakia kwenye magari kwa ajili ya kupelekwa barabarani na kutandikwa barabarani kwa ajili ya ujenzi wa barabara zetu. Waheshimiwa, hapa tuna vyombo viwili ambavyo vinaenda sambamba. Hili gari hapa ni gari la kumwagia lami ambayo wengine tunaita rojo. Baada ya shughuli zote hizi za utandazaji wa barabara, ushatia kifusi, ushaisindilia, ushaigredi, sasa umefika hatua ya kutaka kutia lami. Kabla ya kutaka kutia lami ni kwamba kuna lami tunaita lami ya maji ambayo inawekwa kwa viwango maalum vile vile kupitia gari hili tulokuwa nalo hapa. Hii
ni kwa ajili ya kuandaa eneo kwa ajili ya kuweka hiyo lami yenyewe tunaita lami ngumu. Kwa jina jingine hiyo lami tunaita kama ni baina ya kifusi na hiyo lami inayokuja, lazima ipate kitu cha kuweza kuviunganisha. Kwa hivyo ndio hiyo lami ya maji, na lami ya maji ni tofauti kidogo na hiyo lami ngumu, hata grade zake ni tofauti. Tukitoka hapo ndio tunakuja kwenye huyu ndio mzee wa mwisho, huyu ndio tunaweka kile kitu cheusi barabarani. Waheshimiwa, hichi ndio chombo cha kuwekea lami, hiyo lami ngumu, yani ndio mwisho. Tukifika hapa tena barabara inabakiwa tena kuwekwa alama, kuchorwa michoro mingine, lakini hii ndiyo final hasa kwenye kazi hizo za ujenzi. Waheshimiwa mawaziri, mbele yetu sasa hivi huu ndio mtambo wetu wa kisasa ambao kwa lugha nyingine tunaweza tukasema ndio digital, lakini na huu pia ni mobile. Maana yake ni kwamba unaweza ukauhamisha baada ya kuukunja, maana hapo sasa hivi tumeukunjua, unaweza ukauhamisha ukaupeleka kwenye eneo jingine ambalo utaona ni manufaa kufanyia kazi hii. Na hii inatokana na lile swala la mwanzo tuloulizwa la temperature ya lami ili masafa yasiwe marefu. Lakini kwa hivi sasa tumeamua kufunga hapa baada ya kupewa ruhusa na serikali kwa sababu ya kuifuata hii crusher yetu ambayo tunayo. Na kwa hesabu zetu kutoka hapa na maeneo yote ambayo tunahusika na ujenzi wa barabara tunaweza tukafika bila ya matatizo makubwa. Kadhalika mtambo huu, mheshimiwa, kama alivyoeleza mkurugenzi mkuu, una uwezo wa kutoa tani 80 kwa saa kulingana na ule wa zamani wa tani 50, lakini kutokana na uchakavu wake ule wa zamani sasa hivi hauzidi tani 20. Kwa hivyo huu unaweza kutoa tani 80 kwa saa. Pale mwanzo nilisema kwamba mtambo huu mpya pia una uwezo wa kudhibiti vumbi na moshi, na upande wa kulia kwenye lile tangi la manjano ndio filter lenyewe kubwa sana ambalo linakusanya vumbi ili kuzuia kuharibu mazingira. Upande wa kushoto kuna chumba kile kidogo chenye rangi ya manjano na vioo vya kiza, ndio control room yake ambayo ni digital. Na hizo juu ni hopa 3 ambazo ndio zinatiwa mchanga pamoja na kokoto, na hapa katikati ndio kwenye hiyo drum ambayo inachanganya hiyo lami baada ya kuikausha mchanga na kokoto. Tukizunguka huko nyuma tutaona matangi ya lami pamoja na ramp ya kupandishia mchanga na kokoto. Kwa hivyo naomba tuendelee. Mmenunua vifaa vya kisasa, mmenunua vifaa vizuri, lakini juhudi zote hizi zilizofanywa na serikali bado kuna watu wanasema hawayaoni maendeleo. Sasa nyinyi kama wizara, kama wataalamu, na vifaa hivi sisi tumeviona kwanza vingi na vina ubora. Marais wamepita wengi, awamu zimepita nyingi, lakini awamu hii imefanya jambo kubwa sana katika nchi yetu, halikuwahi kutokezea, kununua vifaa vingi vya kisasa kwa ajili ya kujenga barabara za Unguja na Pemba, mijini, vijijini na barabara za ndani. Haya ndio maendeleo tunataka. Maendeleo hayana chama, lakini bahati mbaya kuna watu wana macho hawayaoni haya. Sijui nyinyi mmejipanga vipi kutoa vipindi vingi kwa wingi au kutoa darasa ili wale watu hasa wa vijijini na wale wenye macho waweze kuona kwamba kweli serikali imefanya jambo kubwa na pesa ziko nyingi, na hii ni katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ndio tumefanyia kazi. Ingawa sisi wengine ndio toka vyama vingine vya upinzani vya kisiasa hata TADEA na vingine, lakini tunayaona ya mambo ni makubwa na ni ya kisasa. Nyinyi kama wizara mmepanga vipi ili wananchi wote waweze kuona, wale wenye macho na ambao hawaoni na wale waliokuwa hawana macho, ili kutengeneza vipindi waweze kuona haya maendeleo yaliyofanywa chini ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Dr. Ali Mohamed Shein. Asante kabisa. Juhudi hizo tunazo, na kwa kuanzia ndio ziara yenu hii, kwa sababu na nyinyi sasa hivi ndio mnaona, mnaweza kutambua uhalisia wa haya mambo. Wiki iliyopita tulimpokea Mheshimiwa Rais ambaye alikuja kuangalia mwenyewe na kushuhudia vyombo vyote hivi, na nafikiri yeye mwenyewe ameagiza kwamba tutengeneze vipindi maalum vya kuonyesha watu katika television na mambo mengine, kwa sababu hatuwezi tukaruhusu jamii yote ingie katika eneo hili. Hili kwa ufupi ni restricted area, kuna vitu hapa vya hatari na vitu vya moto, lakini wananchi wataona matokeo, end result
kwamba uwezo wetu sasa hivi utabadilika na tutakuwa tukifanya kazi kwa viwango na kwa wakati. Lakini pamoja na hayo pia tuna mpango wa kutengeneza vipindi maalum kupitia vyombo vya habari, na leo tunashukuru wengi wamekuja hapa kushuhudia pamoja na ziara yenu hii, na tutatengeneza program maalum ya kuelimisha wananchi wajue serikali imefanya nini, kwa sababu haya yote ni matunda ya pesa zao, pesa za walipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Tunaamini sasa shughuli ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi hususan kwa miundombinu inaweza ikafanikiwa katika 100%. Lakini kubwa nilikuwa nataka kuliuliza kuhusu wizara pamoja na watendaji wetu, wataalamu wetu wa barabara. Ndani ya ilani ziko barabara zimebakishwa ambazo kwamba bado hazijafanywa kazi, lakini pia kuna ahadi za viongozi wakuu wa nchi ambao kwamba walizitoa toka awamu waliopita, na sasa bado barabara hizo hazijakamilika. Na sisi wanasiasa tunapoingia kwa wananchi huko tunakuta hoja hizo na wananchi wanakuwa wakali kidogo. Sasa wizara pamoja na serikali inawathibitishiaje wananchi kwa maana kwamba yale yaliyobaki sasa toka kwenye ilani na zile ahadi za viongozi wakuu kukamilika kwake kabla ya Oktoba 2020? Mimi nilikuwa na hilo Mheshimiwa Waziri. Lakini kwa niaba ya chama tunawapongeza sana na tumeridhika sana na utendaji wa kazi uliofanywa na serikali yetu chini ya uongozi wa Rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Asante sana. Nia na madhumuni ya serikali ya kununua vifaa hivi ndio hasa ya hilo suala lililouliza, kwa sababu serikali inaelewa ziko barabara zimo katika ilani na ziko barabara ni ahadi za viongozi wetu kwa wananchi. Katika kutekeleza hilo na kwa sababu ya muda, ndio serikali imefanya uamuzi wa maksudi kununua vifaa hivi vipya kwa ajili ya kutengeneza barabara. Na kanya kununua vifaa hivi sio kwamba tutasimamisha na wakandarasi wengine, lakini kwa kiasi kikubwa cha kazi itafanywa na idara yetu ya UUB. Nia na madhumuni ni tuende na wakati, ili kila barabara tuliokusudia kuijenga kama ilivyo ilani tuijenge, na zile ahadi zilizotolewa na viongozi wetu zitekelezwe. Barabara za mijini, barabara za ndani na barabara za vijijini. Nia na madhumuni ya serikali ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma bora za barabara na huduma zingine. Kwa serikali imejipanga kwa upande wa barabara, mfano ni huu, na katika sekta nyingine zote serikali iko makini kutekeleza ilani yake, na kila baada ya muda kama unavyojua tunatoa taarifa ya utekelezaji. Nataka nichukue fursa hii kumpongeza sana Dr. Ali Mohamed Shein, sio tu kwa kununua vifaa hivi, lakini kwa juhudi kubwa ya kuleta maendeleo makubwa ya Zanzibar. Na moja kazi kubwa aliyoifanya ni kuhakikisha mapato ya nchi yanaongezeka. Wakati tunaingia madarakani mwaka 2010, kwa mwezi makusanyo yetu yalikuwa kwa kiwango kikubwa yalikuwa kama bilioni 15. Sasa hivi tunazungumzia kwa mwezi zaidi ya bilioni 50, na lengo letu ni kwenda juu zaidi. Kadri tunapofanya nguvu ya ukusanyaji na kuzuia uharibifu wa fedha, matumizi yawe sahihi, ndio maana tunajenga nguvu kubwa ya kufanya miradi hii ya maendeleo kwa wananchi wetu. Kwa tunakuhakikishia kila lilosemwa litatekelezwa kama lilivyopangwa. Asante sana. Nataka nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na pia kushukuru chama tawala CCM kwa kutekeleza vyema ilani yake. Na nachukua nafasi hii kuwaambia wenzangu ambao tuko kwenye vyama tofauti. Sisi kwa bahati nzuri tumeingizwa kwenye serikali ya Chama cha Mapinduzi, lakini tumeshuhudia wenzetu CCM wakiwa tayari kutekeleza yale yote walioyaahidi kwa wananchi wakati walipokuwa wakiomba kura. Ushahidi ni huu. Na tunaposema kwamba mapinduzi ya Zanzibar yatalindwa kwa namna yoyote kwa nguvu zote, tunaposema muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utalindwa kwa nguvu zote na mambo yote ya nguvu yatatumika katika kulinda muungano wetu,
Ni kweli kabisa, kwa sababu tayari tunashuhudia matunda ya mapinduzi yako wazi wazi. Matunda ya mapinduzi, wananchi wenzangu, ndugu zangu, si mafenesi na maembe. Matunda ya mapinduzi ndiyo haya hapa, ambayo yatawaondolea shida wananchi wa Zanzibar, Unguja na Pemba. Kimsingi sote tuwe tayari kuwa pamoja na serikali zetu zote mbili, serikali ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano, kwa kutekeleza maagizo ya viongozi wa juu. Vile vile tuwe tayari kulinda amani na utulivu, na tubeze sana wale wanaosema eti hakuna kilichofanyikana. Tuwabeze hao, si watu wazuri hao, hawana nia nzuri. Kimsingi naomba tuwe pamoja, tumsaidie rais wa Jamhuri ya Muungano, tumsaidie rais wa Zanzibar, tuwe tayari kuwa pamoja na Chama cha Mapinduzi katika kutekeleza ilani yake, na nawaomba sana kwamba uchaguzi wa 2020 amani na utulivu itawale kwa kuipigia kura CCM. Asanteni sana. Zanzibar Cable Television tupo kwenye ziara hii ambapo mawaziri wote wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar wamekuja hapa maeneo ya Kibele kuja kuangalia mradi huu mkubwa kabisa, vifaa vipya vya ujenzi wa barabara. Tupo naye moja kati ya viongozi, lakini pia ni waziri mwenye dhamana ya kazi, uwezeshaji, wanawake na watoto, Bi Maureen Kastiko. Habari za asubuhi mama. Njema tu, habari za kazi? Nashukuru Mungu. Pole na kazi. Asante, nashukuru. Sawa, hongereni kwa hiki ambacho mmekifanya. Wizara yako imehusika kwa namna moja ama nyingine. Unadhani kuanzia hapa wapi ambapo mnapoelekea? Tunapoelekea sasa hivi ni kuhakikisha kwamba katika wizara yetu tunataka kuhakikisha kwamba ajira zitakazotolewa, kwanza watakaopewa ajira ikiwa wapi umbele ndio watoto wa Kizanzibari ambao wako maeneo ya karibu, lakini na wale watakao kuwekwa sehemu mbalimbali ambao wanaweza kukidhi mahitaji ya mwajiri. Lakini la pili ni kuhakikisha kwamba watu wote watakao kuingia kwenye sehemu za kazi, kwa sababu kazi zina exposure kubwa sana kwenye masuala ya usalama, ni kuhakikisha kwamba wanapewa vifaa kwa ajili ya usalama wao wa kazi. Wapewe, tuwaelimishe nini kazi ikope, tunamwelimisha mwajiri, tunamwelimisha na mfanyakazi. Alafu tunaelimisha na vifaa ambavyo wanapaswa watumie leo na kesho kutwa. Kwa sababu kazi wanapokuwa wanafanya wanaweza kuona wana nguvu, hawana haja ya kwenda hospitali waende kufanya chochote. Lakini pale atakapofika kupumzika, anaumwa na anaweza kupoteza maisha marefu, asienjoy hata ile nafasi ya pension yake mwenyewe. Kwa hiyo tunataka hiyo kwenye. Na si tuwaelimishe wao tu, tuwaelimishe na wakina mama majumbani. Kwa sababu wakina mama majumbani ndio wanao kwenda kutayarisha kutengeneza chakula kwa ajili ya waume zao, wajue ni vyakula gani vinavyofaa basi baba naye pofanya katika mazingira haya. Na kuhakikisha kwamba wanapofua nguo zao, hao wanawezekana huko akapewa vifaa, lakini mama atakapofika nyumbani anaweza akafua nguo pasipokuwa na vifaa vyovyote. Kwa maana uambukizaji utaweza kuweko. Tuangalie swala zima la ajira kwao ama maslahi yao kwa wafanyakazi ambao watapata fursa ya kufanya kazi hapa. Hili nao mtasimamia vipi kuweza kuona kazi imekuisha ama kazi inaendelea kuwepo, lakini wao wanapata maslahi yao papo kwa papo ama kwa namna ambavyo watakavyokubaliana? Ndio ninachozungumzia kwamba tunakuwa na mikataba ya kazi. Serikalini tunakuwa na mikataba. Unaambiwa kwamba kazi kisha mahali fulani unaweza kupelekwa mahali popote pale. Unaweza kwenda Pemba, Kisiwani au kokote. Tunakuwa tuna sign contract. Na hao wengine wanaokaa na kama ni kampuni wanapaswa wawe na uhakika kusema kwamba yule mtu atakapokuwa amefanya kazi kwa miaka fulani ana contract na afya yake inamuendeleza. Wakihama kwenye kituo hiki kwenda kwenye kituo kingine, bali watu wa kwanza watakaopewa nafasi ni wale waliokuweko kwenye maeneo ya kazi ya namna hiyo. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo ni la kawaida na tunakuwa tunafuatilia, na mpaka sasa hivi tunataka tufuatilie kwa karibu kuhakikisha kwamba tunakuwa na kumbukumbu za kutosha kwamba pia wanaofanya kazi wanalipwa kwa wakati, na kile kiwango ambacho rais wetu mpendwa Dr. Ali Mohamed Shein ametushauri kwamba tuongeze mshahara kima cha chini, wanapewa, na kama hapewi na sababu gani, na kama walikuwa wamejisahau kunyuma tunahakikisha kwamba tunasimamia kwamba mpata areas zao. Tuangalie kwenye upande wa watoto, umri mtauzingatia kuweza kuona eneo hili watoto chini umri miaka 17 hawapati ajira? Hiyo ni kitu ambacho kinaeleweka. Kwanza tu wa Kizanzibar ukiwaona tu kwamba huyu unamjua kabisa huyu ni mtoto, huyu unamuona huyu ni mtu mzima. Japokuwa watu wengi tuko active sasa hivi kwa sababu ya vyakula na kila kitu. Lakini hiyo ni contract kwa sababu kila mmoja kabla hajaja hapa lazima awe na cheti cha kuzaliwa. Na bahati nzuri sasa hivi huu mfumo wa print wa kuweka alama za mikononi, ile imetusaidia sana kwa sababu ile inafichua kila kitu. Hata kama ameajiriwa hapa amekwenda kutafuta ajira mahali pengine ataonekana tu kwamba huyu ni mtoto yuko under age. Kwa hiyo ushirikiano tulionao, tutashirikiana na masheha, tutashirikiana na DC, tutashirikiana na mkuu wa mkoa, tutashirikiana na wizara yenyewe kwa ujumla. Nikushukuru mama, wacho endelee na kazi. Barikiwe sana. Asante.
Huyo ni waziri mwenye dhamana ya wanawake, watoto pamoja na kazi pia, Bi Moulin Kastiko, tukizungumza naye mawili matatu kwa kile ambacho wao wanakidhamiria kukifanya katika maendeleo tu ya Zanzibar. Tunaye waziri asiyekuwa na wizara maalum, Ali Juma Khatibu. Wewe hii inakufaa kabisa, maana hujulikani wapi ambapo unaishi. Vijana nasema ya haya. Hili kwa upande wako umelipokea vipi? Kwanza nilipokea kwa furaha na nimeshtuka kwa sababu ni jambo kubwa, halikuwa kutokea katika nchi yetu. Ni jambo kubwa na serikali imewekeza mabilioni, zaidi ya bilioni 14 na zimewekezwa hapa. Ni jambo kubwa kwa ajili ya kuleta maendeleo ya nchi yetu katika visiwa vya Unguja na Pemba, mijini, barabara za ndani na barabara za vijijini. Ni jambo kubwa, pesa nyingi, zana nyingi za kisasa. Tulikuwa tuna mitambo ile ya kizamani tumeona, lakini leo tuna mitambo ya kisasa. Na jambo la kufurahisha kwamba hata wafanyakazi wa hawa wa UUB wana moyo wa kujituma, na sisi kama viongozi tumewapa nasaha wavitunze hivi vyombo, kwa sababu serikali imetumia pesa nyingi sana kuwekeza hapa. Mimi naweza kusema baada muda mfupi tu basi zile barabara zetu za Unguja na Pemba zote zitakuwa na kiwango cha lami. Nampongeza Dr. Ali Mohamed Shein kwa jitihada kubwa sana za kutenga mabilioni ya mapesa kwa kununua vifaa hivi. Vifaa vinaweza vikawepo kwenye swala la utendaji ama utekelezaji. Hili mtahakikisha vipi kuweza kuona kwamba linasimamiwa vizuri kabisa na mambo yanakwenda kama ambavyo yalivyokusudiwa, ili watu wasimwangushe mkono Dr. Ali Mohamed Shein? Mimi nataka kusema tufate yale maagizo ya Mheshimiwa Rais Dr. Ali Mohamed Shein, tusifanye kazi kwa mazoea, tufanye kazi kwa kujituma, lakini yote kwa yote tuweke uzalendo mbele. Bila ya uzalendo hatuwezi kupata mafanikio. Hivi vifaa ni vya kwetu sisi wananchi wa Unguja na Pemba, kila mtu ni chake, tuvitunze. Serikali imetununulia, kwa hivyo kila mmoja alinde vifaa hivi. Tuvilinde, tufanye kazi, tuongeze bidii ya kazi, tuongeze morali ya kazi. Shukuru. Asante. Vifaa hivyo vilivyogharimu kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 14 vimenunuliwa ili kupunguza wimbi la wakandarasi kutoka nje ya nchi, na badala yake Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeamua kununua vifaa hivyo pamoja na kuleta wataalamu ambao wanaendelea kutoa mafunzo kwa wananchi wa Zanzibar ili kuja kuwa wakandarasi wa baadaye. Kama tunavyofahamu, rais wetu ni msikivu na alikielewa kilio changu, akaniambia hili litatekelezwa kabla ya kumalizika awamu yao. Na kama tunavyoona leo kweli limetekelezeka. Tumeweza kununua vifaa, na kama mmezisikia nchi zilizotajwa, vifaa hivi ni madhubuti ambavyo vimechaguliwa ulimwengu mzima na kuhakikisha kwamba vile tunavyovinunua ndivyo vyenye quality ya juu kuliko kifaa kingine chochote. Ndio maana unakuta kuna Brazil, kuna Japani na mengineyo. Sasa nilisema siku vilipokuja hivi vyombo, furaha yangu kuvipokea vyombo hivi ni kuona kwamba nitatekeleza kile ambacho nilichoagizwa kutekeleza. Kiko katika makundi matatu. Kwanza, kwenye mkuza ilisemwa kwamba lazima hili tutalitekeleza kabla ya kufika 2020. Nashukuru limetekelezeka, lakini pia tumelitekeleza hili kwa sababu limeandikwa kwenye ilani ya CCM. Kwa hiyo CCM imetekeleza wajibu wake. Lakini pia kutokana sasa na hali tuliyokuwa nayo, ilibidi sasa kwa vyovyote lazima tupate vyombo. Nina wafanyakazi wa kutosha, lakini kama mlivyoona kwamba vyombo tulivyokuwa navyo vilikuwa haviwezi kutufikisha mbali kwa kazi, lakini sasa nina imani hata kama hatukumaliza, lakini tutapiga hatua kubwa. Lakini nitajitahidi kusimamia na nione tunafika hatua iliyo kubwa zaidi kuliko vile ambavyo tungeweza kutekeleza kwa ajili ya vyombo vilivyokuwepo huku nyuma kama vichakao. Waheshimiwa, leo mmekuja mmeshuhudia wenyewe mapesa, idadi mmeyasikia, si pesa kidogo, bilioni 14 na ushei ambazo serikali imetoa yenyewe. Kwenye wizara yangu hakuna kitu cha pesa ndogo. Ukitaka kujenga barabara ni mabilioni kwa kilomita moja.
lakini ukitaka kwenda bandarini ni mabilioni kwa jambo dogo tu. Ina maana katika wizara ambayo inatumia asilimia kubwa katika serikali ni wizara hii ambayo inatumia asilimia 40 ya bajeti ya serikali, na zilizobakia 60 ndio zinatumika kwenye shughuli nyingine zote zilizobaki za serikali. Sasa tuone umuhimu wa bajeti ya serikali katika kulihutumia suala letu hili la kununua vifaa. Leo tuko hapa, mmeshuhudia wote. Ninawashukuru kwamba mmeitikia wito huu kuja kuona hali halisi. Kwa hiyo tukitoka hapa tukawe watu ambao tutakwenda kusambaza habari ya kitu kizuri ambacho tumekiona. Wasiseme hatufanyi kitu, na sidhani kama kuna kilichofanyika katika serikali hii ambacho kimetumia mapesa mengi kwa wakati mmoja zaidi ya kazi iliyofanyika hapa. Kwa hiyo tumshukuru rais wetu kwamba huwa anatekeleza pale anapotoa ahadi, na mimi sitoacha kutoa shukurani zangu kwa rais kwa kunitekelezea ahadi hii ili kuifanya kazi yangu iwe nyepesi. Sasa naomba wafanyakazi ambao wako chini ya serikali yetu hii kwenye wizara yetu, hatuna tena sababu wala ulalamishi wa kuto kufanya kazi. Kilichobakia hapa ni kuhakikisha kwamba tunafanya kazi, na ikiwezekana hata masaa 24 ili tuweze kutekeleza kile ambacho serikali imeahidi. Kutokana na hilo, naomba niwashukuruni sana nyote mliohudhuria hapa kwa kuja kuiona hali halisi, na muwe mabalozi wazuri huko mnakokwenda, mwende mkaseme kwamba mlichokiona na mlichokisikia, kwa sababu unaweza ukasikia usione, lakini ni bora kuona alafu kusikia, kwa sababu hichi kilichoko hapa kinaonekana dhahiri kwamba kweli serikali yetu imedhamiria kuwatoa wananchi wetu mashakani, na hasa kwa ajili ya usumbufu wa barabara za mijini na vijijini. Wananchi wa vijijini ni wakulima, wanahitaji barabara kuleta mazao yao huku, lakini kama barabara haziko nzuri, kwa hiyo lile linakuwa linashindikana. Kwa hiyo naomba niwashukuru sana waheshimiwa mawaziri kuchukua muda wenu mkaona mje na nyie hapa, mje mshuhudie, pamoja na waandishi wa habari mliofika hapa, pamoja na wote wale ambao wamekuja hapa. Wito wangu kwa wafanyakazi wangu kwamba tuhakikishe kwamba hivi vitu tunavilinda kwa sababu ya msingi. Kwa nini tunalinda? Huko nyuma hadithi zinazozisikia, kulikuwa kuna vitu ambavyo vinatendeka ambavyo si haki kwa serikali kutendeka, lakini sasa hapa tutahakikisha kwamba pana taa usiku, pana ulinzi na CCTV kamera. Kwa hiyo msije mkajaribu, bora mpate kidogo mlicho nacho kuliko kuwa na tamaa ya kugusa vitu vilivyoko hapa. Vimenunuliwa na tunataka vifanye kazi, tuvilinde, tuvifanyie service kwa wakati, kwa sababu kama tunavyosikia kwamba hivi vitu vyote ni automatic, na bahati nzuri sasa kwamba ikifika muda wake kichombo chenyewe kinasimama mpaka ukifanyie service. Kwa hiyo hamtoweza kulazimisha kuvifanyisha kazi ile ambayo haipaswi kufanywa bila vyombo vile kufanywa service. Kama Mungu kutujalia tumependelewa na tumepewa kurahisishiwa kazi yetu hii, kwa hiyo na sisi tuifanye kwa moyo ili tuweze kulipa fadhila kwa serikali na kwa wananchi wetu waliotuweka hapa madarakani. Serikali ya sasa Mapinduzi ya Zanzibar iliyo chini ya Rais mchapakazi Dr. Ali Mohamed Shein, ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, inatekeleza vyema ilani ya chama hicho, kama ambavyo naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar Abdallah Juma Sadala Mabodi anavyofafanua. Waziri wa makamo wa pili katika wizara ya makamo wa pili amesema utekelezaji wa ilani uko 80%. Hii ni average, kwa sababu kuna sehemu nyingine zilikuwa zinasubiri mambo kama haya, lakini kwa tathmini tulikuwa nayo ya utekelezaji wa ilani sasa hivi 97% ya serikali imeshafikia. Wengi walikuwa hawatufahamu tukishuka katika ngazi za wilaya na halmashauri na sehemu nyingine, lakini kushuka kwetu kule
ni kwenda kwamba tunakwenda kutathmini utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ambao ni yeye mwenyewe mheshimiwa anaandika pamoja na sisi, ili kutizama kima gani tumefika. Kwa upande wa barabara, tathmini yetu mpaka hivi sasa asilimia zaidi ya 80 barabara ambazo zimeahidiwa katika ilani hii tayari zimeshatekelezwa, na katika hizo 80 asilimia 65 mpaka 70 zipo katika kiwango cha lami. Nawapongeza sana ndugu zangu hawa. Mimi nikiwaona kwa kweli ninapokwenda kutembea, ndugu wengine nawaonea huruma. Mkurugenzi ile mrefu yuko wapi yule bwana? Tahir huwa anamwambia mkikukamua unatoka lami. Hongera sana brother. Hongera sana. Na katibu mkuu naye tukimkamua anatoka lami na maji ya chumvi. Hongera sana brother. Kwa hivyo huu ni utekelezaji wa ilani katika mshikamano shirikishi. Asilimia ni kubwa sana. Asilimia 97 ya yale ambayo tumeyaahidi humu ndani. Lakini pongezi kwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar vile vile kwa kuwajali wananchi wake. Yanatokea mafuriko humu, inatokea hoja ambazo tunaziona kwenye ziara, kuna masuala yanatokezea ambayo mheshimiwa mwenyewe alitoa ahadi ambazo hazimo katika haya yote yameshatekelezwa, na hivi sasa tupo katika kuyakusanya, lakini nadhani kama tutatekeleza sasa utekelezaji wa jumla katika kuteta ustawi wa jamii, maendeleo na utekelezaji wa ahadi ambazo zimetufanya sisi tuende kuomba dola, nadhani itakuwa imevuka 100% au na zaidi. Inaweza kufika mpaka 100% mpaka 110%. Kuna sukuli zimetengenezwa za primary, za msingi nyingi sana ambazo hazimo. Hizi inabidi lazima tuzitaje. Lazima tuzitaje. Sababu tumefanya. Unapoongoza huongozi kitabu, huongozi maandishi. Unaongoza wananchi, hoja zao, kero zao, maendeleo yao na yale ambayo yanaweza kuwaletea faraja. Hili ndio jambo la msingi. Kwa hivyo kwa miaka hii ambayo tupo hivi sasa, tunamaliza mwaka wa 4 tunakwenda mwaka wa 5, pamoja na kiwango, pamoja na yale ya nyuma aliyotengeneza Mheshimiwa Ali Mohamed Shein chini ya Chama cha Mapinduzi, mambo mengi sana yamefanywa na utekelezaji wetu utadhihirika ndani ya mwaka mmoja unaokuja tukikamilisha 2020. Najua kuna kazi kubwa sana ya maji na miradi mingi na mapesa mengi yametoka. Na miradi inaendelea, matangi makubwa tengenezwa. Niseme tu kwa sababu hapa kuna wananchi na kupitia vyombo vya habari, mradi wa maji kwa Pemba imeshafika mpaka 90%. Na kwa Unguja kwa spidi tunayokwenda na kasi hii, viwango hivi vinavyokwenda, tuna imani kwamba 80% na 87% iliyoahidiwa itafikiwa mpaka kufikia mwakani katika mwezi wa Januari mpaka Juni. Hongereni sana watendaji wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Jitihada zote hizi hatuwezi kuzithamini kwa pesa, lakini jitihada hizi zote tuzithamini kwa ajili ya watendaji ambao wanafanya kazi kwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, watendaji waaminifu, watendaji wanaopenda nchi yao, na watendaji ambao wanatumia jua kali, katika mvua, katika Ramadhani na siku za kula mchana ili kuleta maendeleo. Tumeambiwa hapa kwamba kutakuwa na mitambo mashuhuri na mizuri, tumeiona. Lakini nimefurahi sana jambo ambalo la kitaalamu ambalo mimi huwa nalifanya vile vile nilipokuwa katika ngazi zangu za utendaji. Katibu mkuu, vizuri kuwa umegundua kwamba kunatakiwa kitu kinaitwa preventive maintenance, na hao wataalamu waje wafundishe watu hapa. Economics inasema kwamba ukiwatoa hawa wakenda Ulaya, japo wengi wanapenda kwenda Ulaya, utatumia pesa nyingi kuwapeleka Ulaya kuliko kuwatoa wale walimu kule kuwatia darasani kwa wanafunzi ambao watawafundisha ku-maintain hivi vifaa. Nakumbuka ilipoanza TRO ile ya pale Michenzani, mimi nilikuwa mdogo sana, lakini tulikuwa tunashirikiana. Kipindi kile mpaka hii leo mashine yanatumika, na span ya mashine haya
Mnavyojua mimi kabla sija hapa wakati mnafanya manunuzi, maana siku hizi CCM nyewe mkipiga huko sio tunapiga huku, tulikuwa tunahakikisha mnanunua vifaa ambavyo spani yake si chini ya miaka 20. Na kwa kweli vilivyokuja hapa, taarifa tuliyopata kwa mlango wa nyuma kwamba vifaa vilivyonunuliwa vyote vinavuka miaka 20 kwa utendaji wake. Vingine 15 lakini mpaka 20 vinafika. Lakini vinatakiwa vifanyiwe preventive maintenance, ya kwamba marekebisho ya kiutendaji kama Mheshimiwa Dr. Sira alivyosema, kila allow si chini ya miaka 5 kama overhauling. Kwa hivyo naomba sana na nimepongeza sana kwamba jingine tuliliuliza sisi katika chama tupokaa kitako kwenye vikao vyetu, je, kutakuwa na karakana ya kutengeneza haya? Lakini hapa imezungumzwa kwamba kutakuwa na karakana. Vile vile mawaziri hao wenye nia dhati ya kusaidia jamii ya Wazanzibari na Watanzania wote kwa ujumla walitembelea miradi mingine ya maendeleo ambayo imefanyika wakati huu wa uongozi wa Dr. Ali Mohamed Shein. Miongoni mwa miradi walitembelea ni mradi wa daraja la Kwerekwe. Daraja la Kibonde Mzungu, ambapo hili tangu kujengwa kwa daraja hilo limesaidia wakazi wengi wa Zanzibar, kwani hapo kabla lilikuwa eneo hatarishi kwa watu wengi. Mradi huu uliogharimu shilingi bilioni 4 na milioni 800 kutoka kwenye Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia hazina kuu na kujengwa na kampuni ya MECO. Mheshimiwa, mradi huu ulianza tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka jana. Ilikuwa ni miezi 6 mkataba, lakini bahati mbaya kukamilisha kwa muda ilikuwa amalize tarehe 27 mwezi wa 4. Ile kutokana na tatizo kubwa ambalo la mchanga, kwa sababu kazi nyingi hapa ni za zege. Ibidi sasa simame. Kandarasi ameomba aongezewe muda. Kuna kipindi cha mwezi wa 4 wa 5 kulikuwa na mvua. Ameomba tumuongezee muda. Watu tutamuongezea muda tena wa mwezi mmoja bila aendelee kukamilisha. Mheshimiwa, mradi huu una madaraja matatu makubwa ambao kila moja na milango miwili. Kila mlango unaona hapa ni mita 3 upana kwenda juu mita 2.5. Kwa hiyo ukijumlisha milango miwili mita 6. Yaani hiki ni chumba. Alafu urefu kwenda huko unafika mita 25. Juu yake kuna barabara mbili kama unazoziona. Kila barabara ina upana wa mita 7.5. na njia inaenda kwa miguu mita 2, na katikati tumegawa mita 1.5 kwa ajili ya kuweka taa. Ujenzi huu unapatanisha pia na ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami na tabaka mawili. Sasa hivi lami imewekwa ni tabaka moja, bado moja nyingine inakuja. Na mkandarasi anajiandaa, kishapata mchanga leo kanaambia. Lakini huko tuliko kuna zege hapo, kuta wa zege huu. Tunaita retaining wall au toe wall. Umeshakamilika. Upande wa pili alianza kuchimba, akaweka fomu, ikanyesha mvua. Kwa hiyo haikashindikana. Kwa hiyo sasa hivi anarudishia tena. Ndio maana kama ndio pite huko kuliko kamilika. Baada ya kumalizaji yao, hapa juu tunaweka capstone, tunaweka stone pitching. Ile fusi ukipita huko utakuwa ulione. Yafunikwa kwa nini? Kwa stone pitching. Kwa hiyo hata maji yakija hapa itapata ule mmomonyoko wa udongo. Pia barabara inaenda ina njia mbili za kwenda kwa miguu ambazo zitajengewa kwa kuweka paving block. Kipande cha mita 400, barabara ina urefu wa mita 460 sasa hivi. Kwa 400 tumeongeza mita 60 ili ya kuweka sawa kule mbele. Na tunataka tuendelee na pateni mpaka Fuoni. Kwa sasa zile paving block tutaweka paving block, tutaweka lami juu yake ili kupungua cost. Kwa hiyo tunaendelea mpaka Fuoni, lakini tukijaliwa structure hii iende mpaka Tunguu.
Katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi na kusaidia uwepo wa elimu bora, mawaziri hao wakiongozwa na Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Riziki Pembe Juma walitembelea skuli ya Fuoni ambayo ni moja ya skuli 9 zilizokamilika ambazo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya Dr. Ali Mohamed Shein ilizoahidi. Na yote yanokwenda, maana barabara tunajenga, lakini barabara zinahitaji wataalamu, na wataalamu hawa ndio wanatoka katika majengo haya. Waheshimiwa, skuli hii ni miongoni mwa skuli 9 ambazo serikali yetu tukufu ya Mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilani yetu imezungumzwa kwamba itajenga skuli 10 za ghorofa. Serikali yetu imefanikiwa kuzijenga hizi skuli kwa hesabu, yani kuzihesabu moja moja ni 9. Lakini 9 tunasema 9 kwa 10 kwa 11. Maana kama ilivyozungumzwa skuli ya Mwembeshauri ni skuli ambayo ni kubwa, maana ni 2 in 1, lakini nadhani itakuwa ni 3 in 1. Kwa hiyo ukiplus skuli zote, maana tumefanikiwa kujenga skuli 10 plus ambazo hizi tunasema kama pesa hizi mbali ya kama tunazitoa kwa wenzetu, lakini ni pesa ambazo serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar inazikopa baadaye inakuja kuzilipa. Kwa hiyo hii skuli imejengwa kwa pesa za serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hili tumpongezeni sana Mheshimiwa Rais wetu katika kusimamia vyema ilani ya Chama cha Mapinduzi. Waheshimiwa, skuli kama ilivyozungumzwa, skuli hizi tunatarajia kwa uwezo wa Mungu kuzifungua zote. Mheshimiwa Rais atafungua skuli moja kwa niaba ya skuli zote 9, na tunategemea zoezi hili tulifanya katika maadhimisho ya kusherehekea miaka 55 ya elimu bila malipo mwezi wa 9. Kwa hiyo katika maadhimisho hayo kama skuli hizi tutazifungua. Mheshimiwa Rais aliyekuwa jela msingi skuli moja ya Kinuni kwa niaba ya skuli zote. Kwa hiyo kwa katika ufunguzi atafungua moja kwa niaba ya zote. Kwa hiyo tunakuombeni sana tuweni tayari, tukaeni kuja kuona skuli zetu zitakapofunguliwa, namna vijana wote tutakavyokuwa wanafanikiwa katika kusoma katika majengo mazuri. Tunafahamu kama serikali yetu inaelewa kwamba ili mwanafunzi asome vizuri lazima awe na mazingira mazuri ya kusomea. Kwa mazingira mazuri haya ni miongoni mwake na kuwa na majengo mazuri na ya kisasa ambayo yanajali hali za watu wote. Kama ilivyo skuli yetu ina njia ya kupita kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewapa mtihani kidogo, basi iko njia ya kupita, na kuna njia ya kupita watu ambao wanapita katika hali ya kawaida, basi pia nao watafika na watapanda juu bila wasiwasi wote. Lakini hata katika miundombinu ya vyoo tumezingatia swala hilo kwa sababu serikali yetu inajali raia wake wote katika hali zote ambazo Mwenyezi Mungu ametuumba. Kwa hiyo hii skuli itakuwa inawafaa watu wote, na zitakuwa skuli zote hizi kwa ajili ya kusomesha sekondari, na huo ukumbi ambao tunasema ni multi purpose hall ambayo itasaidia sana wanafunzi wetu kufanya mitihani, na wengine walikuwa wanaendelea na masomo yao bila kuathiri shughuli za masomo, kwa sababu watakuwa wanatumia holi kwenye mitihani na wengine wanapata nafasi nzuri ya kuweza kujisomea. Kwa nakuombeni viongozi wengine kwa umoja wetu, vijana wote wanapofanya vizuri basi tuhamasisheni, tuwapeni pongezi. Lakini vile vile nimwombe sana Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji, tumeenda kuangalia miundombinu ya vifaa vya barabara. Vile vifaa vinataka wataalamu. Wataalamu kwa sasa tunao, lakini bado tunahitaji kuzalisha wataalamu wengi zaidi. Tunao wanafunzi wetu ambao mitihani ya form 6 imeshamaliza, tunatarajia ndani ya mwezi huu matokeo yao yatatoka. Baada ya kutoka matokeo, tungeomba sana kwa wale ambao watakuwa wanaendelea mbele na masomo yao elimu ya juu, tukaeni nao tuwazungumzieni zile kozi ambazo kwa mujibu wa utaalamu wenu basi wakazisome ili tupate wataalamu wazuri. Mheshimiwa Waziri, na kuomba na timu yako, vijana hawa wakisha kutoka matokeo nitakwambia sasa tayari tunaomba tuandae mkutano ili uje uzungumze nao na wataalamu wako wawepo, wawaambie basi kozi hizi ni vizuri na kozi ambazo kwa serikali yetu ni vipaumbele ambavyo tunavihitaji ili kupata wataalamu wakivitunza vile vifaa vyote ambavyo serikali yetu imevinunua kwa gharama kubwa. Baada ya hayo machache tuseme karibuni sana. Karibuni, muwe free kutembelea popote mnapotaka kuona, lakini japo hamjapanda juu naombeni basi katika huo ukumbi tu uangalieni muone namna gani ambavyo serikali yetu imejali kujenga kumbi ndani ya skuli zetu hizi. Nakuombeni sana tuangalie. Karibuni sana na nakushukuruni sana, asanteni sana. Moja ya sababu za kununua vifaa hivyo vya ujenzi wa barabara za Unguja na Pemba na kutoa mafunzo kwa wananchi wa Zanzibar, kutondoa gharama kubwa ya kuajiri wakandarasi kutoka nje ya nchi
na kuongeza wigo mpana wa kutoa ajira kama ilivyo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ziara hii imeonyesha ni kwa jinsi gani Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inavyotekeleza kikamilifu ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kusaidia wananchi wake kwenye kuleta maendeleo na maisha bora.